Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako naomba nijibu swala la Mheshimiwa Devota Daniel, mbunge viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, upangaji na utoaji mikopo ya elimu ya juu unaongozwa na sheria ya bodi ya mikopo sura 178 ambayo inabainisha sifa za msingi za muombaji, zikiwepo sifa za kitaaluma za kujiunga na taasisi za elimu ya juu kwa waombaji waliothibitika kutokuwa na uwezo wa kumudu gharama za elimu ya juu. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu wanaotoka katika kaya maskini bila kujali muombaji ametoka shule za serikali au shule binafsi. Kwa msingi huo, serikali kupitia bodi ya mikopo imeweka utaratibu wa kuzingatiwa kwa waombaji wote bila kujali shule aliyosoma, ili mradi muombaji amekidhi vigezo vilivyowekwa ikiwemo ujazaji wa taarifa sahihi. Mheshimiwa Devota. Mheshimiwa Spika, kwanza naomba nimshukuru Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye sekta ya elimu, na pia naomba nimpongeze Naibu Waziri kwa kazi kubwa anayoifanya. Mheshimiwa Spika, nina maswali mawili ya nyongeza ya kuuliza. Mheshimiwa Spika, je, ni lini serikali itaondoa vigezo hivi ili kuweza kuweka usawa kwa shule hizi za sekta binafsi? Kwani tunafahamu kabisa kwamba wanafunzi hawa wanaosoma sekta binafsi wanasaidiwa na wazazi ambao wanajikwamua kwenye kipato cha chini, yani wanajinyima, na pia wanasaidiwa na marafiki, ndugu, jamaa na watu mbalimbali kutoa misaada hii. Mheshimiwa Spika, swali langu la pili, je, ni lini serikali itaondoa vigezo hivi ili kuwatia moyo wazazi hawa ambao wameweza kujinyima kuwalipia ada na watu mbalimbali wanaochangia hizi ada, ili kupunguza msongamano kwenye shule za umma, yani shule za serikali? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba nijibu swala la Mheshimiwa Devota Daniel la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mwongozo wa utoaji wa mikopo ya elimu ya juu hautaji kigezo cha aina ya shule aliyosoma muombaji, iwe ya serikali ama iwe ya binafsi. Hivyo wanafunzi wote wenye sifa za kupata mkopo wa elimu ya juu hupatiwa mkopo huo kwa mujibu wa utaratibu wa vigezo vilivyowekwa. Swali lake la pili, Mheshimiwa Spika, ni kwamba sheria ya bodi ya mkopo ya elimu ya juu sura 178 imeweka vigezo mahsusi ambavyo mwanafunzi mlengwa hutakiwa awe navyo. Vigezo hivyo ikiwemo awe ni Mtanzania mhitaji, awe amepata udahili katika taasisi zinazotambulika, lakini pia awe amejaza fomu hizo kwa usahihi. Mheshimiwa Spika, kama nilivyokwisha kueleza kwenye swali langu la msingi na swali langu la nyongeza kwamba hakuna kigezo kinachowapunguzia fursa wanafunzi wa shule binafsi kupata mikopo. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.